Mpenzi mtazamaji, ni mwezi 9 leo, siku ya Arafa, ambapo mahujaji karibu wa dunia nzima wamekusanyika katika viwanja hivi, huku tukiwa na watu mbalimbali, wageni mbalimbali wametoka sehemu mbalimbali. Miongoni mwa watu ambao naye katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Katibu mkuu niko naye hapa, ngoja tumsikilize kidogo. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kama alivyozungumza, naitwa Nuhu Jabiri Mruma. Ni katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Ni katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Walillahi alhamdu, nami ni mmoja kati ya watu waliojaliwa kufika katika ardhi hii tukufu ya Maka na hatimaye kufika katika mji huu ambao ni mji mtukufu katika kutekeleza ibada ya hija. Na leo hii tuko katika viwanja vya Arafa, ambavyo ni viwanja ambavyo ibada ya hija pia inafanyika katika kukamilisha nguzo hii muhimu ya Uislamu. Kwa kweli hali ya hewa ni nzuri ukilinganisha na miaka mingine, lakini pia mpangilio wa utaratibu mzima wa kusafirisha watu mpaka kufika hapa kwenye viwanja, na namna kukaa kwenye mahema, na namna kupewa huduma za chakula inaenda vizuri sana. Na kwa sisi wa Tanzania, walillahi alhamdu, vikundi viko vingi vilivyoleta watu, na mpaka sasa hivi tumejaribu kutembea kuonana na wenzetu ambao wana vikundi vingine nje ya hiki cha Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Tumekuta wote wapo salama na wanaendelea na ibada zao muhimu. Changamoto ndogo za afya zipo, hazikosekani kubadilisha hali ya hewa, lakini walillahi alhamdu wote wanaendelea vizuri, na tunategemea kwamba watamaliza ibada yao kwa salama na amani. Kubwa zaidi, tunazidi kuwaombea dua wenzetu tuliowacha Tanzania, tunaombea nchi yetu, tunaombea viongozi wetu wa dini, tunaombea viongozi wa serikali na nchi nzima kwa ujumla kuwepo na amani katika nchi yetu, kwani sisi tulio katika mji huu wa Maka tuna fursa nzuri sana ya kutoa dua hiyo kwa wenzetu. Lakini pia nanyi mtuombee huko Tanzania mlipo na popote mlipo, ili tukamilishe ibada hii kwa salama na amani, na hatimaye tuweze kurejea vizuri katika tarehe ambazo zimepangwa na kila kikundi. Shukran. Katibu, kabla kumaliza, kumekuwa na ufinyu sana wa watu upande wa Tanzania bara kuja katika ibada ya hija. Sijui hili mnalifikiria vipi au mnamtafakari nalo? Kwa kweli hata hivyo sizungumzii kama ni ufinyu sana, kwa sababu kwa ibada ya hija ya mwaka huu kwa kweli ilikuwa ni ghafla sana, kwa sababu tunakumbuka kama miaka kama mitatu hivi hapakuwa na hija hiyo. Lakini hata baada ya kufungua msimu wa hija imefunguliwa kwa ghafla, kiasi kwamba taratibu muda ulikuwa ni mfupi wa maandalizi, lakini masharti pia yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo hata hawa waliojitahidi kufika hapa wamejitahidi. Kwa hiyo tunategemea penginepo kuanzia mwakani na kadhalika, pale ambapo masharti haya ya ugonjwa wa corona kadhalika yatakuwa yamepungua, basi tutakuwa na mahaji wengi. Tunahimiza wengi waje kufanya ibada hii, hasa wenye uwezo wa njia, lakini uwezo wa afya, kuja kuifanya ibada hii. Wasisubiri mpaka ifike wakati wanatafuta kuwahijia, hali ya kuwa wao walikuwa na uwezo huo kabla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi naitwa Ahmed Ali Abdallah. Ni hujaji kutoka Tanzania Zanzibar. Nimefika hapa kwa kutumia kikundi cha Tauhid Development Network. Tunashukuru alhamdulillah, mpaka sasa hivi mambo yote yanakwenda vizuri, na hivi leo hapa tuko katika viwanja vitukufu vya Arafa tangu alfajiri, na tunasubiri baada ya dhuhuri tuanze kufanya maombi mbalimbali kwa ajili yetu na familia zetu na nchi yetu kwa ujumla inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Khatib Omar kutoka Tanzania, Tanga. Lakini tumekuja kusimamia mahujaji kutoka visiwani Tanzania na kusudia Zanzibari. Hivyo tushukuru kwa huduma ambao tumepata, na tushukuru kwamba tuko kwenye viwanja vya Arafa, na leo ni mwezi 9. Tunawahimiza Waislamu kwa ujumla kwamba watie nia juu ya ibada hii, na kwa wale ambao tayari washakusudia juu ya jambo hili,
basi Allah walipe na wakusudishe juu ya kuweza kuja kutekeleza ibada hii. Wabillahi tawfiq. Penzi mtazamaji, kama unavyoona mahujaji wa mataifa mbalimbali ambapo wanazunguka kutafuta vitu, kutafuta mahema yao. Ni asubuhi mida kama saa mbili, tatu hivi. Jua bado ni kali sana, tujui jua la mchana litakuwaje. Hivyo haya ndio mabanda yenyewe ambayo wapo mahujaji wa mataifa ya Afrika. Taasisi zote karibuni za Tanzania ziko katika mahema haya. Kama mliomsikia katibu mkuu amesema kwamba changamoto kubwa ya mwaka huu ni ufinyu wa muda na magonjwa ya COVID na masharti, ndio maana kumekuwepo na ufinyu sana wa mahujaji, lakini inshallah mwakani kwa sababu itakuwa ni mapema, basi watu wanaweza kazidi katika ibada ya hija. Bado niko nazunguka kuangalia ndugu jamaa na marafiki. Naye hapa imamu wa Mwanza, huyu imamu kwa jina naitwa Bi Maasa Sadala, ni katibu mkuu wa taasisi ya Jamarat Haji and Umrah Travelers. Leo mwezi 9 tuko katika viwanja hivi vya Arafa. Alhamdulillah, katika hema letu hapa tumekaa takriban taasisi nyingi za Tanzania bara. Alhamdulillah, hali za mahujaji zote ziko vizuri na tunaendelea na ibada vizuri, tuko katika afya njema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuikamilisha siku hii ya leo ya Arafa katika kuomba dua, kuleta istighfari. Na inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie ndugu zetu wote wa Tanzania kuwapa afya njema na ulinzi wake wa kuweza kutekeleza ibada hii inshallah. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Abdurabi Athumani Singa wa Kona. Sasa hivi ni kwa Arafa, katika kisimamo cha Arafa. Umekuja na taasisi gani? Nimekuja na taasisi Al-Husna. Na hii hija yako ya ngapi? Hii ndio hija yangu ya kwanza. Unajisikiaje moyo wako katika? Nimefurahi sana na nimefarijika kwa kufika huko. Na watu wote walionisaidia kufika hapo, na waombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie wazidi kuwa kuneemeka. Kwa kweli ibada ya hija tusidharau. Kama jana nilikuwa pale msikiti mkubwa ule wa Maka, tukakwenda Safa Marwa, tumezunguka pale kwenye kuzunguka Al-Kaaba. Tumepiga raka 2 pale katika pale Nabii Ibrahim alivyo kusimamia ujenzi wa Al-Kaaba. Basi moyo wako kwanza unakuwa umefunguka. Kwa hiyo nawasihi tuweke kidogo tufanye nini, lakini tuhakikishe tuje tuangalau tutembelee mji wa Maka. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Mwalimu Musa Shabani Ali. Kule nyumbani Dar es Salaam, ninaishi Ukonga Kipunguni, na ni mtumishi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kama afisa elimu. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kufika viwanja hivi vya Arafa leo, tukiwa katika matarajio ya kutekeleza ibada muhimu kabisa ya kisimamo cha Arafa baada ya mshuko wa adhuhuri. Ama hakika katika safari hii ya hija kupitia taasisi ya Tauhid tumetufaika na mambo mengi sana, na ndugu zangu katika imani, ninawasihi tuzingatie sana ibada hii ya hija ambayo ni nguzo ya 5 katika dini yetu ya Kiislamu. Mambo mengi mpaka kufikia hapa ambayo tumekwisha ya nufaika nayo ni kutembelea maeneo ya kihistoria na kufanya ibada takatifu katika msikiti mkuu wa Maka, Masjidil Haram. Lakini vile vile tumepata fursa ya kuona Jabal Thawr, kutembelea Jabal Hira, na jana tulikuwa Mina ambapo tumefika hapa asubuhi ya leo. Maeneo yote haya kwa kweli yana mazingatio makubwa katika kujifunza ibada ya Kiislamu. Wito wangu kwa ndugu zangu wa Kiislamu ambao tunayo fursa tutekeleza ibada hii ya hija, na mimi ninafarijika sana kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kutekeleza ibada hii ya hija, basi nimepata manufaa makubwa sana. Inshallah nitaendelea kuwashawishi ndugu zangu wengine wenye uwezo, wakiwemo wake zangu, waweze kutekeleza ibada hii ya hija. Asalamu alaykum wa afwa minkum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kwa jina naitwa Alhaji Abdullahi Umar Matuli. Nimekuja na taasisi ya Labaika. Alhamdulillah, namshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala alinifikisha maeneo ya matukufu, kunifikisha Maka kuja kutekeleza ibada ya hija, na leo tuko hapa Arafa. Alhamdulillah, namshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ombi langu inshallah, naomba sana ndugu zangu inshallah kila mmoja atie nia kufika hapa, kwa sababu tukitia nia ukweli Allah subhanahu wa ta'ala atatufikisha. Nahnu idha nawaina Allahu yufassilu. Tukitia nia ukweli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hufanya maamuzi mbinguni. Pia naomba sana inshallah kwa siku ya leo, kwa namwambia dua ndugu yetu huyu ambaye anatoa taarifa hizi mbalimbali duniani kufikisha ujumbe wetu. Allah subhanahu wa ta'ala ampe afya Sheikh Kasim Sheikh Saimu, ampe afya Sheikh Saimu inshallah na familia yake, kwa sababu ni kazi yake kwa ajili ya kueneza ujumbe wa da'wa mbalimbali, akieneza ujumbe wa da'wa Sheikh Athmani Maalim. Allah subhanahu wa ta'ala ampe afya na Sheikh wetu Athmani Maalim, na vivile namkumbuka rafiki yangu kipenzi changu Sheikh Yahya Mwinyi. Allah subhanahu wa ta'ala ampe afya zaidi ya habibi kwa maarufu. Alhamdulillah, nas'alullah azza wa jalla as-sama'u sama'uhu wal ardu arduhu wal barru barruhu wal bahru bahruhu wal ibadu ibadu wa nahnu ibadu wa nahnu ibadu. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala جميع الحجاج حجة مبرورة وسعي مشكورة وذب مغفورة وعمل مقبولة وتجارة لن تبورة. نسأل الله عز وجل أي اللهم أن يفرج همومنا ويشفى مرضانا بفضله وبمنه، ويجعل حجة مبرورة بمنه وكرمه. اللهم أصل أولادنا واجعلهم ذخرة للإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصل أولادنا واجعلهم ذخرة للإسلام والمسلمين. اللهم أديم على دولتنا تنزانيا. الله ففضل الرئيس أمنا سمية، ففضل الرئيس الشيخ حسين مويني بمنه وكرمه. اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله. جزاك الله خير.